Ukiambiwa Tanzania imejenga bwawa la 9 kwa ukubwa duniani ambalo linazalisha umeme wa megawati 2115, kuna maswali mengi labda unapata kwa sababu ya lugha inayotumika. Unaweza ukajiuliza hizo megawati ni umeme wa nyumba ngapi, ili uweze kupata picha. Na swali jingine kubwa zaidi ni je, hizo megawati 2115 ndio umeme ambao Tanzania itakuwa inapata kila siku? Jibu ni hapana. Na hapo ndipo stori ya bwawa la Julius Nyerere ambalo limefunguliwa rasmi inaanza kuwa kubwa kuliko namba ambazo unazisikia kwenye headlines za kwenye media. Na mara nyingi huwa nazungumzia zaidi geopolitics ya kimataifa, ndipo ambapo nimejikita. Lakini kama nilivyokuambia, hili bwawa ni la 9 duniani, ikimaanisha kwamba lipo kwenye top 10 ya mabwawa makubwa duniani na top 5 ya mabwawa makubwa Afrika, ikimaanisha sio kitu cha Tanzania tena, ni jambo ambalo lipo nje, ni la kimataifa. Na ndio maana inabidi nikupe hapa. Karibu kwenye MDC Update, nikupe kwa lugha rahisi kabisa kuhusiana na hili bwawa na details muhimu ambazo unahitaji kuzifahamu wewe ambaye unafuatilia story zake. Lakini nitumie sekunde chache kushukuru tena wewe ambaye umekuwa unaonyesha support yako. Naona subscribers wanazidi kupanda. Lengo ni kutengeneza cult yetu ya watu wanaopenda taarifa na maarifa. Kwa hiyo usije ukabonyeza subscribe kama kweli hauguswi na hichi ambacho nakifanya hapa. Natamani yeyote ambaye utabonyeza subscribe uwe ni mtu ambaye kweli umeguswa na hii channel na vitu ambavyo vinapatikana huku, ili tukifika 100,000 najua ni familia ambayo tunaweza tukafanya vitu vingi ambavyo nimeviandaa. Na hivi vitu vingi pia vinasimamiwa nyuma na watu ambao wametuamini tangu day one na kuwekeza kwetu, na sio wengine, ni Comadre Tools. Kwa sababu nilikuambia hawa sio tu kwamba wanauza product kwa maana ya hizi zana za kidigitali ambazo zinasaidia kurahisisha kazi ya fundi, ila wanapenda pia kusapoti vijana kutoka kwenye zile hatua za mwanzo kabisa. Kwa hiyo kama unapenda kusapoti vijana na unapenda sapoti kutoka kwa watu pale ambapo unahitaji sapoti, basi watu ambao wakuambatana nao ni Comadre Tools. Wewe fundi wa kidigitali popote ulipo, ama kama unamfahamu fundi wa kidigitali, mwambie anahitaji kuwafahamu Comadre, kwa sababu kuna quality, lakini pia wanarahisisha kazi na kukuingiza kwenye dunia ya kidigitali, na wao ndio wanawezesha unapata haya madini. So kwa udhamini wa Comadre Tools, twenzetu ni kuingize kwenye kulielewa ili bwawa ambalo bila shaka limetengenezwa pia kwa zana za kidigitali. Hebu tuache kwanza lugha ya wahandisi. Tuanze na kitu ambacho kila mmoja anakijua nyumbani, unit. Unapoweka luku unaona units, lakini kituo hiki tunakielezea kwenye MW ambayo ndio megawatts. Tofauti ni hii hapa. Megawatt inaelezea uwezo wa kutoa umeme kwa wakati fulani. Units aka kilowatts inaelezea kiasi cha umeme kilichotumika. Nikupe mfano wa gari. Megawatt ni uwezo wa injini, kwamba hili gari speed yake ni 120, 300. Huo ni uwezo wa gari. Unit ni safari uliofanya. Yani sawa, hili gari linaenda kilomita 200 ndo uwezo wa injini, lakini speed ambayo wewe unaitumia kila siku labda ni kilomita 20. Kuna wakati utaongeza hadi 50, kuna wakati utaenda hadi 100, kuna watu wanafika 200, inategemea unakuwa kwenye mazingira gani ya kuliendesha hilo gari. Kwa hiyo usichanganye unaposikia megawati 2115 na idadi ya unit ambazo zitazalishwa kwenye hili bwawa. Sasa nini kinaleta uwezo? Ni kwamba ina mitambo 9 na kila mtambo una uwezo wa takriban megawati 235. Kwa hiyo ni kama gari inakwambia hili gari lina uwezo wa kukimbia speed mpaka 235. Ila haimaanishi kwamba ndio speed ambayo utakuwa unaendeshea hili gari muda wote, but lina uwezo wa kufanya hadi hapo. Sasa geuza hiyo kwenda kwenye maisha ya kawaida.
kwamba megawati 2115 ni sawasawa na kilowatts ambazo ndo unit sasa 2,115,000. Kwa mfano rahisi, tukichukulia nyumba yenye matumizi ya wastani wa karibu unit 100 kwa mwezi, kwa hiyo hapa nazungumzia kama unit 3.3 kwa siku. Ili uweze kuelewa ni kwamba hizi megawati 2115, huu mtambo ungezalisha hizi megawati kwa saa 24 mfululizo, kwa maana ya siku nzima ingekuwa na uwezo wa kuzalisha unit milioni 50 kwa siku. Lakini sasa hii sio maana kwamba ili bwawa litakuwa linazalisha unit milioni 50 kwa siku kama nilivyokuelewesha hapo juu kwenye mfano wa gari. Na hapa ndipo watu wengi ambapo wanachanganya. TANESCO inasema kwamba JNHPP ina uwezo wa megawati 2115, lakini makadirio yake ya uzalishaji wa nishati ni takriban gigawatts 6,307 kwa mwaka. Na hii hapa nazungumzia unit bilioni 6.307 kwa mwaka. Kwa nini tofauti? Ni kwa sababu hiyo niliyokuambia kwamba hizi megawatts unazozisikia 2000 plus, hii ni maximum capacity ya mtambo. Sijui tumeelewana mpaka hapa? Sasa tuingie kwenye picha kubwa zaidi. Kufikia mwisho wa 2025, TANESCO ilisema Tanzania ilikuwa na system maximum demand, yani mahitaji ya umeme ya nchi nzima ilikuwa ni megawati 1873.3. Kwa hiyo fikiria kwamba peak demand ya nchi nzima ni hizo megawati 1800, hazifiki 2000. Alafu JNHPP peke yake ina uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Kwa hiyo uwezo wake wa juu kabisa ni mkubwa kuliko mahitaji ambayo yamesharekodiwa so far ya matumizi ya ndani ya umeme. Lakini sasa hii usikimbilie kwamba JNHPP imeweza kuendesha Tanzania nzima peke yake. Hapana, kwa sababu Tanzania haihitaji umeme kwa kiwango kimoja muda wote, na pia grid yenyewe inahitaji vyanzo vingine, redundancy na transmission na stability pia. Watu wa umeme wanaelewa nikitumia hizi lugha. Sasa turudi kwenye issue ya nyumba ili watu wa kawaida tuelewe. Kama nyumba moja ingetumia wastani wa unit 100 kwa mwezi, basi kwa mwaka ni kama unit 1200. Hili bwawa la Mwalimu Nyerere lina uwezo wa kuzalisha takriban bilioni 6.307 units kwa mwaka. Kwa hiyo kwa hesabu hapo, maana yake ni kwamba hizo unit zinalingana na matumizi ya karibu nyumba milioni 5.3 kwa mwaka. Lakini sasa zingatia, haya ni mahesabu ya mfano, kwa sababu umeme wa hili bwawa hauendi kwenye nyumba peke yake, unaenda kwenye mfumo mzima ambao una nyumba, una maduka, una hospitali, una ofisi, una viwanda, una migodi, tukijenga data center baadaye na shughuli nyingine za uchumi. Kwa hiyo hili bwawa sio tu kwamba linakupa umeme wa kuwasha balbu yako, linatoa power kubwa kwenye mfumo wa grid ya taifa, na hiyo power sasa inaweza kubeba shughuli ambazo nyumba moja haiwezi kuzifikia. Kwa hiyo issue sio kwamba itawasha nyumba ngapi, ila itauwezesha uchumi wa Tanzania kufanya nini ambacho hapo kabla ilikuwa ni ngumu kufanya kwa sababu ya upungufu wa umeme. Lakini sasa kuna swali jingine. Kwa nini wamejenga hiki kitu pale? Kwa nini sio Dar es Salaam? Kwa nini sio Dodoma? Kwa nini specific ni Rufiji kwenye hili bonde la Stigla? Wanaita Stiglas Gorge. Kwa nini ni hapa specific? Kifupi, sababu kuu ama story inapoanzia ni maji, right? Hili bwawa limejengwa kwenye mfumo wa mto Rufiji. Maji yanakusanywa kwenye eneo kubwa la bonde, alafu linatengeneza reservoir kubwa kwa maana ya hifadhi,
basically ni ziwa la kutengeneza. Maji yanaweza kuhifadhiwa kisha yanapelekwa kwenye hizi wanaziita turbines. Nguvu ya maji inazungusha hizi turbines, alafu turbine lenyewe inazungusha generator na generator inazalisha umeme. Vipi kuhusu maji? Maji hayakai kwenye hii turbine, yanapita. Kwa hiyo fikiria hivi, kuna Rufiji kama mto, kuna reservoir ambao ndio hili bwawa, alafu kuna turbine, kuna generator, kuna umeme, then maji yanaendelea na safari yake. Na hii ndio sehemu muhimu ambao watu wengi hawaelewi. Hili bwawa sio kiwanda cha umeme, ni mfumo mkubwa wa kusimamisha maji. Hii reservoir inaweza kusaidia kuhifadhi maji wakati wa vipindi vya mtiririko mkubwa na kuyatumia wakati yanahitajika. Huu mradi pia umehusishwa na matumizi mengi ya udhibiti wa mafuriko ambayo yalikuwa yanasumbua sana ile eneo, umwagiliaji na usimamizi wa maji pia kiujumla, pamoja na shughuli nyingine ambazo zinahusiana na bwawa kubwa kama hili. Kwa hiyo ukilitazama kutoka juu, usione tu kwamba ni ukuta wa zege unaozuia maji, unaona ni sehemu ambayo Tanzania imebadilisha namna maji ya Rufiji yatakavyohifadhiwa na kutumika. Kwa hiyo next time ukisikia bwawa la Julius Nyerere lina megawati 2115, usifikirie tu hiyo namba. Fikiria kwamba hizi megawati ni uwezo wa nguvu ya mtambo. Lakini uzalishaji ni units bilioni 6.3 kwa mwaka. Ndio makadirio ya nishati ambayo inazalishwa. Na Tanzania ya sasa ina peak demand ya karibu megawatt 1873. Lakini jambo kubwa zaidi sio kwamba tumepata mashine yenye nguvu, ni kwamba tumejenga mfumo ambao unachukua nguvu ya maji ya mto Rufiji, unaihifadhi, unaibadilisha kuwa umeme na kuingiza kwenye grid ya taifa. Kwa hiyo swali la kweli sio kwamba bwawa hili litawasha nyumba yangu, swali ni Tanzania itafanya nini kwa sasa, kwa sababu ina nguvu zaidi ya umeme kuliko jana. Hapo ndipo thamani halisi ya hizi megawatt inaanza kueleweka. I hope nimekuongezea kitu uelewa zaidi, kwa sababu nilikuwa nafuatilia hii story na interest nayo, na kuna vitu nilikuwa nahisi vina miss watu jinsi ambavyo wanaielewa, wanaofuatilia. I hope kuna kitu kipya nimekupa kwenye haya maelezo kuhusu hiki unachokisikia, ili usije tu ukauliza sasa zile unit 2000 ziko wapi? Ni kama sasa umenunua gari la uwezo wa speed ya labda 300 hivi, alafu uko ndani ya hilo gari unamuuliza dereva, mbona ufiki 300 wakati gari lina uwezo wa kufika speed 300? Inabidi uelewe hivyo kwamba kuna nyakati itazalisha sana, kuna nyakati itazalisha kidogo kutokana na factors na mahitaji yanayokuwepo kwenye nchi kwa wakati huo. Kwa mengine zaidi utazidi kufuatilia. Naitwa Grayson Gideon, tukutane kwenye ijayo. Hii ni MDC Update ya Madini.com, taarifa na maarifa.